Ushindi wa Vladimir Putin ama jeshi la Urusi huko Donbas upo karibu sana. Hii ni baada ya mashambulizi ambayo Urusi ameyafanya huko Donbas, lakini na Kiev. Nafikiri jana nilikuambia namna ambavyo ameishambulia Kiev na mambo kama hayo, lakini hasa upande ule wa Donbas, kwa sababu lengo kubwa la Urusi ni ile mikoa minne kule mashariki mwa Ukraine ambayo hajaichukua yote kwa 100%. Najua unaweza kukuta mkoa mmoja ndo labda ameuchukua kwa 100%, mwingine na 89%, ama mwingine anakuja na 70%, mwingine labda 60%. Na Zelensky akawa anapigana ili kurudisha ile mikoa. Na kuna baadhi ya watu wanafikiri kuwa labda Urusi alikuwa ni kichaa kwenda kushambulia pale, lakini sivyo ilivyo, kwa sababu tukumbuke kitu kimoja ama tuelewe jambo moja, kuwa Urusi wale wa Ukraine wanaoishi mashariki mwa Ukraine, wale ndio waliomba Urusi iende kuwasaidia, kwa sababu walikuwa wananyanyaswa na serikali ya Kiev. Kwa nini? Kwa sababu serikali ya Kiev, hii Kiev ni upande wa magharibi huku ambayo ndio inashikilia nchi ya Ukraine. Wao walikuwa wanaendana na sera za watu wa magharibi. Kwa ndio maana unaona mpaka kujitoa Umoja wa Kisovieti, wakasema sisi tunataka tuishi kidemokrasia kama watu wa magharibi namna wanavyoishi. Kwa ndio maana ikawa sasa wakawa wanawateza sana hawa watu wa huku Ukraine mashariki ambao wanaongea Kirusi. Na ndio maana ikabidi 2022 Vladimir Putin aende pale, kwa sababu walimuomba, na wao mwaka huo wakapiga kura kuwa wao watakuwa sehemu ya shirikisho la Urusi. Kwa ndio maana imekuwa namna hiyo. Lakini sasa Zelensky akawa ameapa kuwa yale majimbo ile mikoa ambayo imechukuliwa na Urusi lazima atahakikisha ameirudisha mikononi mwa Ukraine. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndio maana unaona vita vimekuwa vikiendelea. Lakini kama endapo Zelensky angeamua ku give up kwa hiyo mikoa, wacha ibaki tu kwa Urusi, vita visingekuwa vinaendelea. Na Urusi naye anafanya hivi sana ni kwa sababu gani? Kwa sababu turudi nyuma kwenye mikataba ya 1991 na 1998 waliowekeana pale ambapo Umoja wa Kisovieti ulivyovunjika. Nakumbuka waliwekeana mikataba kuwa Urusi iliweka mkataba na Ukraine kuwa Ukraine isiwahi kujiunga na NATO, kwa sababu NATO ndio adui mkubwa wa Urusi na NATO ndio ilisababisha Umoja wa Kisovieti kusambaratika. Kwa hiyo wakawekeana hiyo mikataba na Ukraine, na katika hiyo mikataba ni kuwa iwapo nitaona unataka kujiunga na NATO, sintasita kuchukua hatua yoyote ya kukuzuia wewe usiingie NATO. Kwa turudi kwenye mikataba, maana kuna watu wengine hawajui chanzo cha hivi vita, wanaanza kuilaumu Urusi. Na wengine wanatulaumu sisi kuwa kwa nini nyinyi mnakaa upande wa Urusi, lakini sio kukaa upande wa Urusi. Rudi kwenye ule mkataba ndio utaona. Na ndio maana unaona mwaka 2005 mpaka 2010 aliingia kiongozi mmoja alikuwa anaitwa Viktor Yushchenko, ambaye yeye aliapa kuiingiza, maana alianzisha mapinduzi ya rangi ya orange. Orange ni rangi gani inaitwa? Alianzisha hayo mapinduzi ya rangi hiyo kuwa sasa wanataka wao wajiunge, wawe sehemu ya NATO, wawe wanachama wa NATO, Ukraine iwe mwanachama wa NATO, jambo ambalo Urusi ilikuwa haitaki hilo jambo. Na baadaye ikaenda yule kiongozi akaondoka, akaja kiongozi mwingine ambaye kiongozi huyu yeye alikuwa ni pro-Russian, ni Viktor Yanukovych. Lakini na yeye hakukaa sana, kwa sababu alianza kurudisha uhusiano na Urusi ambao yule Viktor Yushchenko aliuondoa ule uhusiano. Na baada ya hapo wakataka kumuua, akakimbilia Urusi Viktor Yanukovych, akaingia Petro Poroshenko. Petro Poroshenko yeye akataka kufuata yale ambayo ni ya Yushchenko, kuiunga Ukraine NATO. Ndio hapa sasa unakumbuka Urusi ikabidi ichukue Crimea 2014. Haya, baada ya Petro Poroshenko aliyekuja kuingia ni Volodymyr Zelensky. Na Zelensky yeye anataka Ukraine iingie NATO.
Ndio maana unaona ikabidi 2022 mambo yawe kama yalivyo. Okay, hiyo nilikuwa najaribu tu kukupa historia au uweze kujua ni nini ambacho kilikuwa kimetokea mpaka Vladimir Putin hasa kwenda kuivamia Ukraine. Hakukurupuka kama wengi wanavyosema kuwa huyu ni jambazi, si kweli hata kidogo. Okay, turudi hapa. Sasa mmeona vile ambavyo Volodymyr Zelensky amekuwa kutumia drones, amekuwa akishambulia sana Moscow. Na baada ya mashambulizi ya Urusi jana na juzi kuishambulia Kiev sana, tunaona msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov akawa anampa taarifa rais wa Urusi kuwa sasa tuko karibu kabisa kuichukua Donbas nzima. Na katika matamshi yake akawa amelaumu Umoja wa Ulaya kufanya huu mgogoro uendelee, kwa sababu Umoja wa Ulaya au NATO ndio waliofanya Volodymyr Zelensky na kumpa teknolojia ili teknolojia hiyo aendelee kuishambulia Urusi, aendelee kushambulia Moscow, kitu ambacho sasa kwa mujibu wa Urusi kinachukuliwa ni kitendo cha ugaidi, kwa sababu unaposhambulia maeneo ya makazi ya watu unaua watu. Umeona? Okay. Mtu mwingine anaweza akasema kwani yeye Urusi haui watu? Urusi huwa anawaambia watu jamani, tutakuja kupiga hapa, ondokeni. Na mtu sipoondoka likikukuta la kukukuta, basi hauna namna. Lakini kama Urusi angekuwa anaua watu, basi watu wengi sana Ukraine wangekuwa walishakufa. Kumbukeni miaka ya mwanzo ile ambavyo Putin alikuwa anaipiga sana hiyo Ukraine. Kwa hiyo ndio iko namna hiyo. Sasa mashambulizi haya ya kuishia Kiev yakaenda upande wa Donbas. Taarifa inasema Urusi inasema vikosi vyake vinasonga mbele kupitia Konstantinovka, ikielezea mji huo kama ngome kuu ya mwisho ya Ukraine huko Donbas kabla ya ukanda wa ulinzi wa Sloyansk na Kramatorsk. Moscow inadai kuwa wanajeshi wake wamegawanya kabisa ulinzi wa Ukraine, wametenga ngome iliyobaki na wanakaribia kukamilisha shughuli za kusafisha. Wizara ya ulinzi ya Urusi pia iliripoti hasara kubwa ya Ukraine na kutoa picha za ndege zisizo na rubani ambazo zinasema zinaonyesha mashambulizi kwenye maeneo ya Ukraine na njia za usambazaji. Ikithibitishwa, maendeleo yanaweza kuashiria mabadiliko makubwa katika vita vya Donbas. Hata hivyo, Ukraine haijathibitisha madai ya Urusi na hali ya uwanja wa vita inasalia kupigwa, huku mapigano makali yakiendelea katika eneo zima. Kwa hiyo ni taarifa ambayo ipo na inavyoongea, kwa sababu ukiangalia huu mji wa Konstantinovka ni mji ambao ni mji muhimu, ilikuwa ndio ngome muhimu sana kwa upande wa jeshi la Ukraine. Sasa hii ikishapigwa sasa, huku wakiwa wanaelekea Sloyansk na Kramatorsk, manake ushindi unakuwa 100% huko mikononi mwa Urusi. Na msisahau juzi hapa Donald Trump amemsifu sana Volodymyr Zelensky. Amesema Zelensky anafanya vizuri sana kwenye uwanja wa vita. Ndio tunarudi pale pale, ya wazungu ni yale yale tu. Maana mwanzo ilionekana kama Donald Trump yuko upande wa Urusi. Na ndio maana unaona kule Alaska kukafanyika mkutano kati ya Urusi na Marekani. Yaani marais hao wawili wakakutana hapo. Na walipokutana pale wakaongea na nini, tunakumbuka Umoja wa Ulaya viongozi wakaanza na wao pia vile jamani, tunaomba wewe ukiongea na Putin masharti yawe ni haya na haya, lakini haikufikiwa. Haya, mwisho wa siku leo Donald Trump alikuwa anamtukana Volodymyr Zelensky pale kwenye ofisi za Oval White House. Leo anamsifu kuwa Zelensky anafanya vizuri sana kwenye swala la vita. Inakuashiria nini? Inakuashiria vita vyote ambavyo Zelensky anapigana, Marekani na Umoja wa Ulaya wanahusika. Na ndio maana unaona mashambulizi yakitokea ndani ya Moscow, Marekani na Umoja wa Ulaya wanasema sisi hatuhusiki na hayo mashambulizi. Na mnakumbuka walimpaga Zelensky makombora ya masafa marefu, alafu wakati huo wakamwambia Zelensky, wakamwekea vikwazo asishambulie Urusi. Na Zelensky kama mnakumbuka alikuwa anataka sana na anawashurutisha sana Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani wamruhusu kutumia yale makombora ya masafa marefu kuishambulia Urusi. Nafikiri mnakumbuka vizuri sana, kwa sababu zilikuwepo Storm Shadow za Mwingereza,
Zilikuwepo makombora ya Ujerumani, anaitwaje yale jina, mbona kama linanitoka, lakini yalikuwepo makombora pia ya Marekani ya masafa marefu. Na wakati huo huo Israeli ikaanza kumpa Volodymyr Zelensky mifumo ya ulinzi ya Patriots, ambayo wakawa wanasema kuwa hii mifumo ya ulinzi kwa makombora ya Irani haiwezi kumachi na makombora ya Irani, kwa ikabidi waitoe alafu wapeleke pale mifumo ya ulinzi ya kisasa. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo huko. Putin anakaribia kuchukua ushindi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa Kremlin ambaye ni Dmitry Peskov. Kwa mambo yako katika namna hiyo. Asanteni sana.